Ndugu mtazamaji, kama unavyoona, hiki ndio sehemu ya kijiji cha Maguruwe. Kijiji cha Maguruwe kipo katika wilaya ya Kisarawe katika mkoa wa Pwani. Lakini hivi sasa kipindi hiki kilitembelea kijiji hiki, moja kwa moja ni mtafuta mzee mmoja unayemuona huyu hapa. Mzee, habari yako? Nzuri. Bana, hapa bila shaka tupo katika kijiji cha Maguruwe ambapo tumeona mandhari nzuri kabisa, na tunaona umeme na barabara na pia hata usafiri wa bodaboda naziona zile. Hebu nipe kidogo historia ya kijiji cha Maguruwe. Kwa nini kiliitwa kijiji cha Maguruwe? Mimi kwa jina naitwa Sam Yusuf Makengele na ni mzaliwa mkoa wa Mtwara. Kile kijiji kimekuja mwaka 1998-99. Wewe mzaliwa Mtwara, ulikujaje kwa Wazaramu huko? Hapa nilikuja hapa maisha mjini kuuza karanga, nikaona sio yenye mitumba kuuza. Nikaona afanye je kunianza kushika maeneo ya kulima. Watazamaji wanataka kujua kwa nini imeitwa Maguruwe. Imeitwa Maguruwe hapa kwa sababu wenyewe akina Ahmad Yamba Alhaji Ahmad Yamba ndivyo nisimulie mwenyewe mzee hapa, lakini marehemu Mzee Alhaji aliniambia bwana, hapa kweli kwa wengi tulihama hapa, sisi tukilima vyakula ndiko chakula kipatikane kwa sababu ya nguruwe. Sasa wao kaamua kuhama akaenda kuhamia Maguruwe hapa, akatuachia sisi ndio. Lakini mmoja wapo nilipambana, tukaenda kwa wanyama wa wilaya, tuenda kumlalamikia wanyama walitusumbua, na sasa hivi hapa nguruwe wamepungua. Kwa hiyo kipindi hicho ambacho kijiji kilikuwa ni mapoli kabisa, kuna Maguruwe tu walikuwepo hapa. Nguruwe, nyani, Simba, nguruwe nafuata muhogo. Simba namfuata nguruwe amfanye chakula. Okay. Kweli kwa ni vita ya wanyama hivyo. Hebu tueleze sasa. Sisi tukataka kujiokoa, tukaenda kwa mwananyama wa wilaya. Mmoja wapo ni mimi Sam Yusuf Makengele, kwenda hapa nikaenda kumlalamikia bwana, sisi tukatuishi tulime chakula shida huko mjini. Basi akanikubalia, akanipa game scout, tukawafukuza wale Simba tukarudisha porini. Nguruwe tukarudisha kwenye mali asili kwenye huko. Na wengine tukapata tatizo bwana, tukawamaliza, tukawachimba shimo na wafukia makiwa walio na si Waislamu. Kwa hiyo hadi hiyo mpaka sasa hivi hapa nguruwe hawapo, nyani hawapo, na watu wanaendelea kuongezeka. Na naomba kwa sababu katika hizo ya kwetu hapa ile kuna mimi toka mwaka 2000 pale mali asili ilikuwa natuambia sisi huko ndio pori. Kule upande wa msitu wa Puka Zimu walikuwa wanasema ndio kijiji kule. Naona. Kwa hiyo sisi kama tumepambana hapa, tunashukuru mpaka sasa hivi umeme tumeshapata hapa. Umeme tumeshapata, hospitali tumejenga tayari, bado tutajifunguliwa, shule tunayo. Kwa hiyo hali hii tunaendelea kupambana na mazingira, na tuliko asilimia watu hapa sina ni watu wa mazingira. Napenda sana mazingira, naendelea kupanda miti kama unavyoona hivyo. Na kwa hiyo mzee, tangia uje na miaka kijiji kina miaka mingapi tangia uje ufike wewe? Mimi nimefika hapa, nimekuja mwaka 1998-99. 99. Hadi 2000 nipo hapa. Hadi leo ni 2026 bado nipo hapa, sijaondoka. Na kwenda Mtwara narudi tena. Labda wasiokifahamu kijiji kitongoji cha Maguruwe kimepakana na vijiji gani kwenye wilaya ya Pwani pamoja hata na wilaya ya kule Ilala, Dar es Salaam? Sisi hapo ni msitu unapakana na wilaya ya Ilala. Msitu wa Pugu unapakana na wilaya ya Kisarawe, nani Ilala. Na huku unapakana na kijiji chetu kwa nicho kutamilishia Swahili kwa hapa. Kijiji chetu kinapakana na kijiji kimoja kinaitwa Kisanga. Kisanga kagawa ndio tukapata sehemu Maguruwe hapa. Na huku tunapakana na Sungwe, ndio sasa hivi hapa Sungwe ndio tarafa yetu. Kata yetu Homboza. Ni kata ya Msimbu hiyo. Makao makuu ni Homboza hapa. Labda tuambie hivi sasa katika kama hiki kijiji kinavyoonekana ni kijiji ambacho kwa kweli maendeleo yanaanza kuja, na baadhi kuna vibanda kama unavyoviona ni baadhi ya biashara. Labda kijiji hiki mnategemea nini zaidi kwa uchumi? Hapa tunategemea muhogo, lakini muhogo sasa hivi hapa umeshaanza kuharibika. Ukipanda unatoka makilikili. Naona nategemea tu sababu maeneo sasa hivi na hadi hapa sasa hivi inahitaji mbolea. Hasa kiuchumi kuna mbolea, sisi hapa uwezo unakuwa mdogo sana. Isipokuwa tunapanda tu muhogo, kama kuna minazi mtu alipanda kwa miaka 20 iliyopita, minazi sasa inakula, anauza nazi na muhogo unapatikana. Mahindi yanapatikana machache sana, ukipanda hayastawi. Neno lako kwa Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano Mama Samia kutoka kijiji, na pia una neno gani la kukumbusha mwenyekiti wa sasa, unamzungumziaje pia? Mimi ninazungumzia mwenyekiti ni kamanda wake mimi. Na mwambie kijiji tupime, tusio kama miji ya Ilala
Keko na sehemu nyingine hapo uwe mji, sababu huko upande kwa mimi kule kuna msitu. Sasa pakipimwa hapa viwanja ploti vitakuwa mji wa kisasa. Wazo langu hilo. Na katika kama nimeshatoa, lakini leo imekuja mwandishi wa habari, mimi naomba mmenewai hapa tuje tupimwe hapa na serikali. Mimi mkuu wa wilaya siku moja alikuja papimwe, wewe watu plani wapime mipango miji kuwe mji kamili, sababu hapa kweli barabara ni karibu tu hapo Songo.